نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، عياذا بالله من البدع والضلال. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: وكل بدعة ضلالة وإن رآه الناس حسنا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون، فإنها هي وصية الله في الأولين والآخرين، حيث قال ربنا جل في علا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال الله تبارك وتعالى: faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Ndugu katika imani, sifa kwa kamilifu ni zake Allah subhanahu wa ta'ala. Sala na salam zimwendee kiongozi wa umma mtukufu wa daraja, Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani, Suratu Shura aya 40, faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah, atakayesamehe na kuvuta chuki dhidi ya ndugu yake, basi ujira wake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika Uislamu, Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia sisi kuna matendo ambayo kwamba tukiyafanya tunapata thawabu ambazo kwamba hakuna anayejua thawabu hizo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada hizi ni token, ibada hizi ni ofa kwa sisi Waislamu. Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea ofa hizi ili tuzifanyie kazi, kuongeza thawabu zetu na kuongeza uzito wa mizani yetu kesho akhera. Ibada ya kwanza anayozungumzia Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada ya msamaha. Allah subhanahu wa ta'ala anatuhimiza ndani ya Qur'ani kusameheana aliposema, faman afa wa aslaha fa ajru ala Allah, atakayesamehe na kuvuta chuki ambazo kwamba ziko baina yake na ndugu yake. Ukavuta chuki ya ndugu yake aliyokukosea, ukazivuta kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi ujira wako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu jalla sana'u, anasema Allah aliyetukuka, faman afa amman asaa ilay, atakayesamehe kwa yule aliyemkosea, faghafaraha lahu, kisha akamsamehe, walam yuaqibuhu biha, na wala usimwadhibu yule aliyekukosea, wa huwa ala uqubati alaiha qadir, na alikomba wewe kumwadhibu katika makosa aliyokufanyia una uwezo wa kumwadhibu, lakini ukachagua kusamehe, ukachagua kuforgive, ukachagua kubandon ile makosa ambayo kwamba amekufanyia, ukaamua kumsamehe lillahi tabaraka wa taala, ibtighaa wajhi Allah. Lengo na makusudio unafanya haya, unatafuta uso wa Allah subhanahu wa ta'ala, unatafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ajru afwihi dhalika ala Allah, basi ujira wa msamaha wako huo uliofanya basi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu muthibu thawabuhu, Allah subhanahu wa ta'ala atakupa thawabu hizo na wala hata kunyima chochote katika thawabu hizo, na thawabu zenyewe hakuna anayejua ni thawabu kiasi gani isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala anayejua. Waqala Allah subhanahu wa ta'ala,
Allah akaendelea akisema, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lilmuttaqin alladhina yunfiquna fi sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Katika sura hii ama katika aya hizi katika suratul Imran, Allah subhanahu wa ta'ala anabainisha, yubayinu Allah subhanahu sifatul muttaqin. Katika aya hizi Allah subhanahu wa ta'ala anabainisha sifa ya wacha Mungu, akasema alladhina a'adda lahum janna, wale ambao kwamba Allah amewaahidi pepo yake. Wa dhakara minha sifatul afwi. Katika aya hii Allah anataja sifa ya msamaha, wal afina 'anil nas, na wale wenye tabia ya kuwasamehe watu. Faqala ta'ala wal afina 'anil nas, na wale ambao kwamba wanawasamehe ndugu zao, wale ambao kwamba wanawasamehe binadamu wenzao pindo wanapowakosea. Wayudkhulu fil afwi 'anil nasi al-'afwu an kulli man asaa ilayk, inaingia kwamba katika msamaha kila aliyekukosea ama kila wewe uliyemkosea unatakiwa wewe urudi chini, uende uvunjike, wewe uende ukamwombe msamaha. Biqauli, ima umekosea wewe kwa maneno, mtu amekusema vibaya na habari ukazipata kwamba umesema vibaya, wewe ukachagua kusamehe, ukaamua mimi nitasamehe wala sitaenda kufanya ugomvi, na ukampata muhusika kwamba mimi nimekusamehe, nimesikia kwamba wewe habari zimenifikia umesema kadha juu yangu, lakini mimi nakusamehe. Au fi'li, au umekosea umefanywa kitendo haswa, lakini ukachagua wewe kusamehe, ukaamua mimi ninasamehe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sio wewe unaamua sasa watu twende kwenye vyombo vya dola tukamalizane mbele. Ukachagua wewe kusamehe. Wakati huo uwezo wa kumchukulia adabu mtu huyu unao, either ni uwezo wa kimali ama una uwezo wa connection, lakini ukaamua mimi nasamehe lillahi tabaraka wa ta'ala. Wal afu ablaghu min al-kadhib, wal afu ablaghu min al-kadhib, na kusamehe ni bora zaidi, ina maana pana kulikoni kumezea. Yaani unanyamaza, umekosea wewe umenyamaza tu, hausemi, lakini unaumia ndani. Ndio unakuta pale watu wanaumia magonjwa ya moyo, watu wanaugua mapresha, watu wanaugua masukari. Kwa sababu gani? Wamebeba vitu, wamebeba wanadamu wenzao kwenye vifua, hawataki kuwaachia. Hii inakuwa ni hasara, ni makosa. Kwa hiyo kusamehe ni bora kulikoni kunyamazia. Kusamehe ni bora kulikoni kuamua wewe au useme umenyamaza tu. Lianna al-afwa tarkul mu'akhadhati ma'a samaa, kwamba kusamehe ni kule kuacha kutokuchukulia watu, kutokuwabeba watu, lakini inakwenda pamoja na kusamehe. Yaani unawasamehe watu bure, unawaachia bure lillah. Kwa hiyo anasema wa hadha inma yakunu mimman tahalla bil akhlaqil jalila, na hili alitokea isipokuwa yule ambaye kwamba amejipamba na sifa ya nini? Sifa nzuri, ana tabia nzuri, akhlaq nzuri. Watakhalla anil akhlaq ar-radila, na akajivua kutokamana na tabia mbovu, tabia za kuchukulia watu visasi na mengine. Wa mimma tajara ma Allah, na yule alifanya biashara subhanahu wa ta'ala amesamehe kwa ajili ya Allah na anatarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa afa an ibadillahi rahmatan bihi, ukawasamehe waja wa Allah kwa kuwahurumia, usiwabebe, usiweke visasi, ukasamehe kwa kuwahurumia waja wa Allah. Kwa ajili ya nini? Una uwezo wa kuwafanya unachotaka, lakini wewe ukachagua kuwafanyia huruma na wepesi, na wao mbele Allah subhanahu wa ta'ala wakapata fungu ya kwamba wao walikosea na wakajifundisha kutokana na wewe kwamba kuna mlango wa watu kusameheana. Kisha anasema wakarahatan liusuli sharri alayhi, na ukawa unachukia wewe yasiwafike wao mabaya kama yalivyofikia wewe mabaya, wewe ukawa unachukia ubaya usiwafikie. waliyafu wallahu anhu, kisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa msamaha huo na yeye akusamehe. Wayakunu ajruhu ala rabbihil karim, na malipo yake inakuwa juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye mwenye kukulipa kwa msamaha ambao kwamba uliuchukua.
Aya nyingine Allah anasema wala ya'tali ulul fadli minkum wasaa an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah waliyafu waliyasfahu ala tuhibbuna yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anasema na wala wasiape wale ambao kwamba Allah amewajalia uwezo, wasiape wale ambao kwamba Allah amewajalia uwezo kutokuwafanyia wema ndugu zao ambao kwamba wamewakosea, kutokuwatendea wema ambao kwamba walikuwa wakifanya kabla, ukawa unawafanya watu wema, unawapa msaada mbalimbali. Hasa msaada ile usikate kwa sababu wewe umekosewa. Endelea kuwafanyia wema, endelea kuwatendea haki. Kisha na wasamehe watu wasameheane, watu wavute chuki baina yao. Hivi ampende nyinyi kusamehewa na Allah? Basi samehaneni na Allah subhanahu wa ta'ala atakusameheni. Suratu Nur aya 22. Aya hii iliteremka kwa ajili ya nani? Ya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq wakati wa hadithatul ifk, kile kisa cha kusingiziwa Aisha kwamba amezini, Abu Bakar alisikia uchungu sana, kwa sababu aliyekuwa anaeneza uvumi huu ni mtoto wa dada yake, anaitwa Mistah ibn Uthatha. Mistah ibn Uthatha ni mtoto wa dada yake Abu Bakar, ambaye kwamba anakuwa ni cousin ya Aisha radhiyallahu anha, lakini yeye ndiye akawa anaeneza uvumi na wanafiki wengine Madina kwamba Aisha amezini. Hili lilimchukiza sana Abu Bakar, kwa sababu Abu Bakar ana imagine huyu jamaa mimi ndo namhangaikia rasheni yake ya kila mwezi, akiugua mimi ndo namshughulikia matibabu yake. Hakuna kitu ambacho kwamba kinaenda katika maisha yake isipokuwa mimi ndo nafanyaje? Mimi ndo sababu ya maisha yake kwenda. Alafu yeye ndiye anaeneza uvumi kama huu. Alikuwa yeye amuhami Aisha na aseme si kweli maneno mnayosema dhidi ya Aisha, lakini akachagua kuchafua jina la Aisha radhiyallahu anha. Akaamua kuchafua kitanda cha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akawa haingii katika nyumba ya Aisha. Aisha akawa analia hadi akaugua. Masiku yakapita mengi, wahyi utarimika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata siku ya siku Abubakar na Mtume wamekaa kwenye Al-Kaaba, Jibril anateremsha wahyi, anamwambia ya Rasulullah, aya hii isome mbele ya Abubakar Siddiq aelewe, kwa sababu Abubakar aliapa hataendelea kumfanyia wema tena alikuwa akimfanyia Mistah kwa kile kitendo alichokifanya dhidi ya Aisha radhiyallahu anha. Kwa hiyo Jibril anateremsha wahyi huu, Mtume akasomewa. Mtume anamsomea Abubakar, anasema wala ya'tali ulul fadli minkum wasaa an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah waliyafu waliyasfahu ala tuhibbuna yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Mtume anamsomea Abubakar aya hii. Abubakar kwa kutambua uzito wa msamaha akasema bala ya Rasulullah, inni uhibbu an yaghfira Allahu liya, mimi napenda Allah anisamehe, kwa ajili hiyo nitaendelea kumfanyia wema nilikuwa nikimfanyia Mistah, bali na kwamba nimemtendea binti yangu maneno aliyosema, lakini sitojali, mimi naweka msamaha mbele, nitamsamehe na nitaendelea kumfanyia msaada niliokuwa nikimfanyia midhali ningali hai. Hivi ndio Waislamu wanataka waishi. Ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Abi Hurairah anasimulia, anasema Mtume anasema maana sadaqatu min mali, sadaka haipunguzi chochote katika mali. Hata sadaka watu watoe sadaka, usiogope kwamba ukitoa sadaka kwamba utakuwa fukara. No, toa sadaka. Wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa izza, na mja hata samehe, hata utanguliza mlango wa kusamehe isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamjalia izza, Allah atakunyanyua, wala utajiona mnyonge mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ni mtukufu, wewe ni bora, kwa kutanguliza msamaha dhidi ya chuki, kwa kutanguliza msamaha dhidi ya kuweka nini, ya kuweka magomvi baina yenu. Wama tawada ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah, na yeyote hatajidhalilisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atakunyanyua. Ibada ya pili, ndugu zangu katika imani, ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameijalia kwamba leo tutaifanya, ujira wake hakuna anayejua isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, na ibada hiyo ni ibada ya subra, as-sabru. Allah anasema innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab,
Yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anawasamehe wenye kuvumilia na kustahimilia matatizo na mashida. Ndiye anajua malipo ambayo kwamba atawapatia, na malipo hayo hakuna anayejua idadi yake maalum. Inama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye atakayewasamehe waja kama hawa, atakayewasamehe na kuwapa malipo ambayo kwamba hakuna anayejua thawabu zake. Huyu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika pitapita zake akilingania makafiri wa Maka, walikuja wakampa challenge. Wanamwambia Rasul, kama unadai wewe ni mtume, hii ardhi unavyoiona ni ardhi kavu, ni ardhi jangwa. Unaona? Wakamchallenge katika, ukisoma katika sura Al-Isra kuanzia aya ya 93 kwenda, Allah subhanahu wa ta'ala anasema walimchallenge Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakasema kama kweli ni mtume, ijalie hii ardhi hii iwe na mito yote, mitende na mizabibu na matunda mbalimbali tuwe tunakula, ama ututeremshie kipande kutoka mbinguni, ama utufanyie vitu ambavyo kwamba ni kinyume, yani yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam hawezi kuvifanya. Allah subhanahu wa ta'ala akasema kama kuambia hawa, wama kuntu illa bashar rasul, haya mnaniambia siwezi kuyafanya isipokuwa mimi ni mwanadamu kama nyinyi, isipokuwa mimi nimepewa tu wahi. Lakini katika hali hiyo Jibril anakata mbingu, anakuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamwambia waambie, Allah anasema hivi, hayo yote unaodai kwamba wafanyie, tuwafanyie, alafu kama hataamini mmoja katika wao tuwaangamize wote. Mtume sallallahu alaihi wasallam kusikia kwamba watu wataangamizwa akasema hapana. Akaambiwa, alipatiwa khiari mara mbili, akaambiwa ima tastaqna bihi, ima wavumilie katika hayo ambayo wanayafanya uwastahimilie, au tuwatendee yale wanayotaka na kisha tuwaadhibu kama hataamini mmoja katika wao. Mtume akachagua kuvumilia. Mtume akachagua kuvumilia na kustahimili, akasema ana saastaqni bihi, nitawavumilia hawa midhali ninaamini kwamba baada ya wao Allah subhanahu wa ta'ala atajalia watakomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa haki na kweli. Hii ni ibada ya subira, na unasubiri katika mambo mengi. Usubiri katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, asabru ala ta'ati Allah, lazima usubiri. Kusali alfajiri inataka subira, isala zote zinataka subira. Wewe imagine unafanya biashara yako, muda wa sala umefika, ndio alasiri hiyo imeingia, wateja ni hawa. Unataka sasa wewe uchague usali ama uridhishe wateja. Ukaamua mimi bwana, ima mtanivumilia naenda kusali narudi, ama muende zenu, kwa sababu mwisho wa siku riziki anagawanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukaamua mimi nasali, ukafunga duka, sio unaweka mtu ashike kazi, no, ukamwambia twende zetu tukasali, ukafunga duka. Kama ni kinyozi ukafunga saluni yako, twendeni tukasali. Mtatusubiria, kama mnataka kunyolewa mtatusubiria, kama mtaki muende, saluni ziko nyingi. Watu wakawa wamezoea kwamba huyu akifika mida ya sala aweze akafanya kazi yoyote, yeye anaenda kusali. Lakini sisi ndio tumefanya haya, kwamba mtu anaona kwamba sala, anaona sala bado muda upo. Tumefundisha wasiokuwa Waislamu kwamba sala si muhimu. Wewe uko tayari uuze duka, kushaadhiniwa, lakini uuze duka, uchelewe kwa malengo kwamba Ijumaa ni ndefu tutapata, sala ni ndefu. Haya ni makosa. Lazima uwe na subira katika nini? Katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwenye taa hakuna wepesi, kwenye taa hakuna mujamala. Lazima ujitolee, lazima uvumilie. Vumilia juu ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wacha kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Vumilia na ustahimili. Unapata matatizo, ima ni ugonjwa au ni vifo au ni njaa au, lakini weka subira mbele. Usiwe mwenye kulalamika kila mara, bali muelekee Allah subhanahu wa ta'ala, mshtakie Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo hapa Nabii Ayub, Nabii Zakaria, akati yeye watoto wake wametoka, anamlea nani? Anamlea Fatima, anamlea Maryam binti Imran. Yeye ana mtoto, anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, anamwambia Rabbi, mimi hakuna atakayeniridhi, hakuna kwamba atatoa mikoba hii ya unabii baada yangu mimi, lakini nakuomba nijalie mimi mrithi atakayechukua mikoba hii. Allah subhanahu wa ta'ala kwa subira hiyo aliyokuwa nayo, Allah anamjalia mtoto Yahya.
Yahya ambaye kwamba anapatiwa utume ni kijana, ni mtoto mdogo. Wa atainau hukman sabia, alipatiwa hukumu akiwa ni mtoto mdogo. Huyo hapa Nabiiullah Israeli, Nabiiullah Yaqub, wanao wamepotezwa, wengine wameuzwa nchi ya mbali, lakini nabii akachagua kusubiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akachagua kustahimili mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, akawa anamshtakia Allah subhanahu wa ta'ala akisema, inni ashku bathi wa huzni ila Allah, mimi nashtakia huzuni yangu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alisubiri Ayub, alisubiri Yaqub, walisubiri anbiya kulluhum. Hii ndio ibada ambayo kwamba walikuwa nayo na ndivyo walijipamba nayo. Tunasema haya mifano ili wewe uelewe, sio wewe wa kwanza unapata matatizo. Wamepata matatizo watu kabla yako wewe, lakini walisubiri. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipigwa akavunjwa meno yake 4 ya mbele, rubaia, akawa kibogoyo, lakini alisubiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala akampa ushindi. Mwisho wa siku akawa yeye ndiye anatawala dunia kama ilivyokuwa hapo mbele. Ibada ya mwisho ndugu zangu ni ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameificha thawabu zake na hakuna anayejua thawabu zake isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, ni ibada ya saum. Wa fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala Allah tabaraka wa ta'ala kullu amali ibn adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajizi bi. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza katika hadithi al-Qudusi hii kwamba kila matendo anachofanya mwanadamu thawabu zake anazijua. Ukiswali salatu jamaa msikitini thawabu zake unazijua, unapewa unalipa daraja 27. Mtu ukiswali peke yako daraja ni 1, lakini ukachagua wewe kwenda kusomesha jamaa msikitini ili upate thawabu 27. Na ibada zingine nyingi ambazo unazifanya kama kusoma Qur'ani, ukisoma Qur'ani alifu unalipa ujira, lakini ukisoma Qur'ani mzima ndani ya Ramadhani thawabu zake zinakuwa maradufu. Unaona, unalipwa thawabu 10, alif thawabu 10, lam thawabu 10, mim thawabu 10. Kwa hiyo ukisema alhamdulillah rabbil alamin, hizi ni herufi 8, unalipwa thawabu 80. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam anaeleza katika hadithi kudusi, Allah anasema ibada zote mwanadamu anazijua thawabu zake atakazozipata isipokuwa funga. Funga ni yangu mimi na mimi ndiye nitakayelipa. Saumu li wa ana ajizi bi, funga ni yangu mimi na mimi ndiye nitakayelipa. Katika riwaya nyingine ya Muslim anasema kullu amali ibn adam lahu bidaa al-hasanat bi 10 amthaliha illa 700 dhif. Qala Allah tabaraka wa ta'ala illa sawm fa innahu li wa ana ajizi bi. Mwanadamu analipwa matendo yake kuanzia thawabu 10 mpaka 700. Hii anajua, lakini saumu ni ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ya Allah subhanahu wa ta'ala ndiye atakayelipa, kwa sababu anasema wa ana ajizi bi, mimi ndiye nitakayelipa saumu yake. Yada ashara shahawata, anaacha matamanio yake. Unaacha kumwingilia mke wako wa halali ndani ya mchana wa Ramadhani, unaacha kula, unaacha kunywa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini Allah asikulipe? Na malipo atakayokulipa ni yeye, Allah anajua peke yake. Warawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam man sama yawman fi sabilillah zahzaha Allah wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Man sama yawman fi sabilillah zahzaha Allah wajhahu 'anil nari bidhalika al-yawm 70 kharifa. Mtume anasema katika hadithi hii, yeyote atakayefunga siku moja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ataepusha uso wake, ataweka mbali na moto wa jahannam kwa siku hiyo aliyofunga moja kwa ajili ya Allah 70 kharifa, masafa ya umbali wa 70,000. Sasa wewe imagine uko ndani ya Ramadhani, tokea Ramadhani ya mwanzo mpaka Ramadhani ya mwisho, ima ya 29 ama 30, umefunga masiku haya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Umefunga masiku haya ukafunga kweli, sio unashinda njaa tu, lakini unasikiliza muziki, unasengenya, unatazama filamu za ajabu ajabu, unaona, unapoteza muda wako mambo ya kipumbavu, lakini ukaitenga muda wako kwa ajili ya Allah msikitini, ama kama ni nyumbani unasoma Qur'ani, kama usome Qur'ani unasikiliza Qur'ani, unaona, unazungumza maneno ya khairi, maneno ya baraka, maneno ya kutaka amani, unapatanisha watu.
ndani ya Ramadhani. Imagine thawabu zako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala zitakuwa kinyingi kiasi gani. Lakini ikiwa wewe unafunga Ramadhani unashinda njaa tu, unashinda kiu tu, ina maana wewe hujaelewa maana ya funga wewe. Yaani umefunga kula na kunywa, lakini wewe unasikiliza muziki, unasikiliza mambo ya ajabu ajabu, unatazama mambo ya haramu, unazungumza urongo, unasingizia watu, unaona, unasema uongo, kukuchukua mali za watu pasina haki. Wewe ujue wewe hujaelewa maana ya funga wewe. Bado maana ya funga wewe hujaielewa. Maana ya siamu hujaielewa. Mtume anakuambia man sama yawman fi sabilillahi zahazaha Allah wajhahu bidhalika al-yawm 70 harifa. Ala tokeka mbali na moto wa jahannam kwa siku hiyo moja uliofunga umbali wa maili 70,000. Sasa ni wewe uchague unatakaje katika mambo haya. Haya mambo matatu tumeyazungumzia yanaingia katika Ramadhani hii. Kusameheana. Samehe watu bure. Samehe watu bure. Wewe ndio umekosewa, mpata aliyekukosea, rudi chini, vunjika, nenda kamwambia bana, mimi nahisi nimekukosea. Naona tunavyoishi tuishi vizuri. Bana, naomba samahani. Na wewe umekosewa wewe, ukatanguliza wewe kuomba msamaha. Haikufanyi kwamba wewe ukawa mpungufu. Haitobadilisha jinsia yako. Umemkosea mkeo, muombe msamaha mkeo. Si kwamba lazima yeye mwanamke ndiye anakuomba msamaha tu. Na wewe siku moja badilisha karata. Kuwa wa kwanza kuomba msamaha mkeo. Kuwa wa kwanza kuomba wanao msamaha. Apologize. Hii haitakufanya wewe ukawa less human being. No. Bali inakufanyia utakuwa wewe ni mtukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada ya pili, subira. Tusubiri katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tuache biashara ya kusali Ijumaa mpaka Ijumaa. Tuache biashara ya kufanya ibada ya Ramadhani mpaka Ramadhani. Tuache biashara ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wakati una mudi. Kuna watu wanafanya ibada kwa mudi. Akiwa ana mudi basi yeye msikiti anakipita kama anakipita kituo cha polisi. Tusifanye hivyo. Tusiingie msikitini kama tunavyoingia kwenye hoteli. Maana hoteli utaingia ukiwa na pesa. Kama una pesa unapita mlango hoteli unaenda zako. Na kuna mtu atakuuliza mbona uingie hotelini? Tumegeuza msikiti ni mahame. Ni nyumba ambayo kwamba tunakuja wakati ambapo tunahitajia msaada, lakini kishapata mahitaji yetu tunaachana na msikiti. Ibada ya tatu ni ibada ya funga. Hizi ni ibada tatu kubwa ambazo kwamba hakuna anajua sababu zake, hakuna anajua thawabu zake isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafani wa iyyakum bi ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha wa lakum wa lisa'il muslimin wa antum min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين وبعد. عباد الله، يقول ربكم جل في علا: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ويقول مصطفى فيما يروي الربيع عز وجل: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولقيس من دان نفسه وعمل ما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. أيها الناس، صلوا على من أمرتم صلاة عليه، فقال تعالى مخبرا وعامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ربنا صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله خصوصا منهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية أصحاب رسول الله إلى يوم الدين. اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وجميع موتى المسلمين. اللهم ربنا اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وجميع موتى المسلمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقم الصلاة.